Mwongozo huu utawezesha kutengenezwa miongozo mingine midogo midogo ambayo utawezesha katika kuhakikisha kwamba vyakula vilivyozidi virutubishi hatarishi vinawekwa alama ya kumsaidia mlaji kuweza kuvitambua. Itasaidia pia katika kuweka sera kwenye masuala ya kodi ya vyakula ambavyo ni hatarishi, lakini pia itasaidia katika kuweka mwongozo wa wafanyabiashara kuweza kuweka matangazo ya vyakula ambavyo vina virutubishi hatarishi. Wasiweze kuweka matangazo hayo kwa sababu unachochea ununuzi na matumizi ya vyakula hivyo. Utasaidia pia katika kutengeneza miongozo wa ununuzi wa vyakula mashuleni ambavyo vinatumiwa na wanafunzi. Nutrient profiling model ilitengenezwa kulingana na miongozo ya kisayansi ya kidunia, lakini pia kulingana na tafiti ambazo zimefanyika kuhusiana na tabia za walaji wa kwetu huku Tanzania mainland na Tanzania Zanzibar. Tunafahamu kwamba matatizo ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni makubwa. Tunafahamu kwamba uzito uliozidi ni mkubwa kwa Tanzania bara, lakini mkubwa pia kwa Zanzibar, ambapo katika kila watu watatu angalau mmoja kwa watu wazima wanawake ana uzito uliozidi, na hili ni tatizo kubwa. Tumekuja kupitia huu mwongozo ambao unajulikana kwa jina la kitaalamu Nutrient Profile Model. Mwongozo huu tumeutayarisha kwa ajili ya kulinda afya ya walaji ya wananchi ili tuweze kudhibiti ongezeko la maradhi yasiyoambukiza hapa Zanzibar, kwani kama tunavyojua kwamba maradhi yasiyoambukiza yanaongezeka kwa kasi, ikiwemo presha, sukari, lakini hii pia inachangiwa na ulaji ama virutubisho ambavyo tunatumia viloko kwenye vyakula mbalimbali. Kwa hiyo mwongozo huu utaweza kutuongoza sisi wafanya biashara, wenye viwanda na wananchi kuchagua aina ya chakula anachokula kutokana na kile kilichoainishwa kinachopatikana kwenye chakula hicho. Hitaji Nutrient Profile Model ili iongoze utungwaji wa sheria zetu zinazohusu vyakula. Kwa hiyo tunaongelea sheria na sera zinazohusu vyakula. Kwa hiyo tunafikiri kwamba Nutrient Profile Model itakapopitishwa hapa nchini Tanzania, kwa maana bara na visiwani, tutakuwa na sera na sheria nzuri ambazo zitasaidia kuwalinda Watanzania dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Nitoe tu angalizo kwamba tunapozungumzia issue ya Nutrient Profile Model tunahitaji lishe bora, na lishe bora inaenda kulinda afya za Watanzania, na sisi wanasheria tunasema kwamba afya ni moja ya haki ya msingi ya binadamu. Kwa maana mtu asipopata haki ya kupata afya bora, ni dhahiri kwamba mtu huyo anaweza asiishi, kwa maana haki yake ya kuishi itakatiliwa. Kwa hiyo tunahitaji kupromote na kuprotect afya za Watanzania.